Leo hii tupo katika shughuli ya taaluma ni pamoja na chakula. Hapa watoto wametoka kusaga unga kwa ajili ya chakula cha mchana kwa ajili ya watoto wa shule ya msingi juu. Katika maisha huko nyuma tulizoea watoto walikuwa tunaanza shule tukiwa wakubwa, kwa hiyo hakukuwepo na haja ya chakula mashuleni. Lakini kwa sasa kwa umri wa mtoto kama huyu, ili aweze kufanya vizuri ni lazima apate chakula cha mchana shuleni. Watoto, mnaonaje hii programu ya serikali kuweka chakula shuleni? Mnajisikiaje? Najisikia vizuri. Na mkiweza kusema mbele ya serikali ili uweze kutuongezea nini ili tuweze kuwa na uhakika wa kula shuleni, nyie mnaona ni namna gani serikali inaweza ikafanya tukaendelea kukuza taaluma? Taaluma ni pamoja na chakula. Nyie mnaonaje? Chakula shuleni. Na mnaweza kuona chakula shuleni kimewaongezea tija gani mpaka mkaona umuhimu wa kuwa na chakula shuleni? Tukiwa tunakula shuleni, tukiwa tunafanya hata mitihani, tukiwa tunafanya vizuri, tukiwa tunashiba. Okay. Tukiangalia hapa sogea huku. Hii ni kauli mbiu yetu inasema Make Buha asilia great again. Himaya ya Buha asilia huko nyuma sisi Wanyaheru ndio tulikuwa tunaongoza mkoa mzima kwa kuwa na wasomi wengi. Na sasa kwa kipindi hiki cha utawala wa Chifu Mtwale kama diwani wa kata ya Heru Juu, ninalenga tuwe tunakuwa wa kwanza kwenye kata ya Heru Juu katika mitihani ya kitaifa, mitihani ya wilaya ya moko. Ili tuweze kufanya vizuri ni lazima tuwe na uhakika wa kula shuleni. Mnawaambiaje wazazi ili tuweze kufanikiwa kwenye zoezi hili? Tunawaambia watuchangie, maana ni haki yetu. Maana na kule shuleni wameandika mabango mbalimbali wakasema kwamba chakula ni lishe sijui na unasema mzazi nichangie chakula ni haki ya kwa maana mzazi kuchangia chakula ni haki yako kula shuleni. Lakini mnaonaje jinsi namna tunavyoangalia utoro imekuwa ni tatizo sana kwenye kata yetu? Nyie mnaichukuliaje huu utoro? Unasababishwa na nini? Unasababishwa na mzazi au na mtoto mwenyewe. Au kasababishwa na watu wengine kama kuingia kwenye magenge ya wahuni. Unaweza kuona ni jinsi gani watoto walivyoanza kujitambua kuwa utoro unasababishwa pengine na wazazi kutochangia chakula. Wazazi ndio ni mueleze mmoja tu aje aeleze mmoja.